Bana mtazamaji wa Biomedia, karibu sana tuangazie taarifa mbalimbali ambako leo hii mwanadada Mange amefunguka mazito baada ya Jaji Chande kuweka wazi AI ilitumika kuonyesha mauaji Oktoba 29, 2025. Karibu sana mtazamaji popote ambako unatazama Biomedia, tuangazie taarifa ambazo zimeweza kujiri katika taifa letu la Tanzania, na jina langu ni Official Rose D. Usiache kusubscribe, kushare, like, lakini pia usiache kucomment. Ni mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande, ambaye amesema katika ushahidi wa kidijitali ambao ulifanywa na tume hiyo umethibitisha kuwa baadhi ya picha mnato na picha mjongeo zilizokuwa zikizunguka zaidi katika mitandao ya kijamii wakati wa matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu ikiwa ni Oktoba 29 mwaka 2025 hazikuwa halisi, zikiwa zimechezwa na kuundwa na AI, kumaanisha kwamba watu hawakupiga picha halisi za maafa na vifo vilitokea wakati huo ni AI ilitengeneza. Bana Jaji Chande amebainisha hayo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa 4 2026 Ikulu jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kukabidhi matokeo ya uchunguzi wa tume hiyo kwa Dr. Rais Samia Suluhu Hassan, akitolea mfano wa picha hizo kuwa ni ile iliyosambaa ikionyesha mifuko yenye maiti ambayo ilizikwa kwa halaiki. Katika nukuu na mnukuu anasema, tume tuliweza kutofautisha picha halisi na zisizo halisi kwa kutumia utaalamu. Kwa mfano mojawapo ni picha ambayo imetumika mara nyingi kuonyesha maiti zikiwa kwenye mifuko ya blue zikizikwa kwenye makaburi ya halaiki. Picha hiyo kwa mujibu wa uchunguzi imetumika sehemu nyingi duniani, alizokusema Jaji Chande, na nimnukuu akizungumza. Kulingana na mwenyekiti huyo, matumizi ya ushahidi na taarifa mseto kutoka kwenye vyanzo anuai vilitumika zaidi na tume hiyo ili kulenga na kuthibitisha viwango vya uthibitisho vinavyotambuliwa na tume za uchunguzi za kitaifa, wakizingatia pia kuwa na ushahidi wenye kujitosheleza. Kulingana na pia na Jaji Chande, katika ushahidi wa kidijitali waliofanikiwa kukusanya picha mnato 450 na picha mjongeo 880 kwa njia mbalimbali, ikiwemo zile ambazo zilisambaa mitandaoni kwa zaidi ya mara moja, zilizowasilishwa na mashuhuda wa matukio, watu taarifa wa vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na picha kutoka kwenye vyanzo vya wazi ikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Baada ya ripoti hiyo ya matukio ya 29 Oktoba mwaka jana kukabidhiwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mambo yameonekana kwa mengi mitandaoni, wengi wakipinga ripoti hiyo, lakini pia on other side wapo ambao walidai kuwa kuna kwenye hiyo ripoti kuna kung'ata na kupuliza, yani kwamba kuna ukweli na mengine sio ya kweli. Lakini pia kwamba wanadai kuwa wengi walikuwa ni wahalifu waliopewa mafunzo kwa lengo la kuchafua amani ya nchi, lakini pia ni kuwakosanisha wananchi na serikali yao. Hivi kilichotokea 29 Oktoba mwaka jana, walistahili kuuawa pengine, maana ni uhalifu, walichoma mali za watu, waliwazuru polisi. Hivyo kilichotokea ni sawa kabisa. Baada ya maneno hayo, wadau kufuatia ripoti hiyo, Mange Kimambi akiwa ni mharakati wa mitandao ya kijamii, mwanaharakati huyu na wengine wote wanaharakati bado wamekuwa wakionyesha kupinga kabisa na kutokubaliana na ripoti hiyo. Kwa upande wa Mange, amedai kuwa hiyo ripoti sio ya kweli, yapo mambo ambayo wameficha mpaka sasa. Wameyaficha. Watanzania wengi ndani na nje ya nchi ya Tanzania wanasubiri kuona nini kitafuata baada ya ripoti hizo kukabidhiwa. Ni maoni yako mtazamaji kufuatia ripoti hii ambayo imeweza kukabidhiwa hii leo? Basi andika maoni yako kwenye comment section, tutakutana next video. Roho za marehemu ambao walipoteza maisha wakati huo ikiwa ni Oktoba 29 ziendelee kupumzika kwa amani. Bwana ametoa na Bwana alitoa, jina lake lihimidiwe. Bana mtazamaji, endelea kuandika maoni yako, wakati mwingine tutaangazia.